wananchi wa hapa Mto wa Umbu na hasa Migombani, mmebarikiwa sana sana na Mwenyezi Mungu kuwa na rasilimali za kutosha hapa. Na ndio maana mnaitwa nini? Migombani. Hapa kuna fedha nyingi sana, na hasa kwa wakulima wa migomba, lakini pia kwenye sekta ya utalii. Kupitia kiongozi wenu huyu ambaye ni diwani wenu, Mheshimiwa Magembe, kumekuwa kuna fukuto inafukuta juu ya uwekezaji wa maeneo ya kitalii, na kimu kifuatilia inaonekana mpira unakuja kwenu wananchi, kwamba mnajua kila kitu. Hata mimi nikasema wananchi ni wa kwangu, viongozi ni wa kwangu, wacha niende nikaulize, je, haya mambo mnajua? Na kama mnajua, ni yapi ambayo inatakiwa mjulishwe, ni yapi ambayo inatakiwa mshauriwe kitaalamu? Kwa wale ambao wako halmashauri ya kijiji, mtakuwa mashahidi kwamba uwekezaji wenu mwingi ambao mmeuweka kwenye kijiji hiki kiukweli haumfaidiki sana, na matokeo yake inatokea michango mbalimbali, wananchi wanaanza kuchangishwa wakati wana ardhi yao, wana vitu vingi vinavyoweza kuwapatia pesa nyingi sana, kutokana na kwamba nyinyi mko eneo ambalo linafaa wawekezaji. Sasa hiki kikao hiki kitakuwa kina mambo matatu. La kwanza, mfahamu kwamba nyinyi mko kwenye eneo la uwekezaji. Lakini la pili, nawapa siri. Inapofika kwenye uwekezaji, muwe na maswali mengi sana kwa viongozi wenu, kwa sababu tulichokikuta kwenye makaratasi humu kwa kweli kinatia mashaka. Sitaki kuingia kwenye mgogoro kati ya nyinyi wananchi na mwekezaji, lakini sitaki hata siku moja atumie udhaifu wenu nyinyi wananchi kutokuwa na taarifa kuchukua hati ya miaka 99. Hiyo inauma, lakini ndio viongozi wetu. Sasa kutokana na hali hiyo, mambo mawili naenda kuamua. La kwanza, huku kubadilisha mikataba huku ambako amekufanya ni viongozi mliowaamini, Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na mtendaji wa kijiji Grace Kijazi. Naomba afisalizi, hebu uje uchukue nani hapa ueleze kwa wananchi. Sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 kipengele cha 3 kinafafanua kwamba ardhi ni sehemu ya juu ya uso wa dunia pamoja na sehemu ya chini, ikiwemo pamoja na maendelezo ya kudumu yaliyofanywa, isipokuwa rasilimali zile ambazo ni za kitaifa, mfano madini, gesi na vitu vinavyofanana na hivyo. Hizo ni mali za taifa na sio ardhi. Kwa hiyo kwa maelezo hayo, kama utamiliki kipande cha ardhi, ikawa hicho kipande cha ardhi kina rasilimali, iwe mafuta, iwe gesi, madini na vitu mfano wa hivyo, hizo rasilimali zitamilikiwa na taifa kwa ujumla kwa mujibu wa taratibu za kisheria, na wewe ambaye uko pale utapewa fidia. Sasa ardhi ambayo nimeitaja hapo kwa tafsiri hiyo imegawanyika makundi matatu. Ardhi ya kwanza ni ardhi ya kawaida ambayo inaitwa general land. Hii ni ardhi ambayo ni ya miji. Tukija kwa maeneo yetu ya Monduli, tuna miji maeneo 4. Kuna Monduli mjini, kuna Meserani, Makuyuni na Mto wa Umbu. Hayo ni maeneo 4 ambayo ni ya mji, yanamilikiwa ardhi yake kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 pamoja na kanuni zake. Lakini ardhi ya pili ni ardhi ya kijiji ambayo ni village land. Kwa hiyo village land ni ardhi ile ambayo iko ndani ya mipaka ya vijiji. Kama mnavyofahamu, kila kijiji kipo kwa mujibu wa sheria na vijiji vimepimwa na vina mipaka ya kijiji. Ile ardhi iliyoko ndani ya mipaka ya vijiji inaitwa ni ardhi ya kijiji, na kundi la mwisho la ardhi ni ardhi ile ya hifadhi ambayo ipo kwenye makundi yake yote. Hiyo hifadhi ya wanyamapori, hifadhi ya barabara, hifadhi za misitu na hifadhi zote kwa ujumla.
Hayo ndio makundi matatu ya nini? Ya ardhi. Sasa nini maana ya uhawilishaji? Tukizungumza uhawilishaji ni kubadilisha kundi moja la ardhi katika makundi haya matatu kwenda kwenye kundi lingine. Aidha unataka kuichukua ardhi ya kawaida general land kuja kwenye village land, au kinyume chake kutoka kwenye village kwenda kwenye ardhi ya nini? Ya kijiji, au kuifanya ya kijiji iwe ya hifadhi, kama ambavyo unaona baadhi ya maeneo inaweza ikatangazwa na serikali kwamba eneo fulani sasa sio kijiji, imekuwa hifadhi, wale wananchi wakahamishwa. Hicho kitendo ndicho ambacho kinaitwa nini? Uhawilishaji. Kwa hiyo Mheshimiwa DC ameniagiza sasa nifafanue hizo taratibu za uhawilishaji. Kama ambavyo nimetangulia awali, maeneo manne nimeyataja kuwa ndio ya nini? Ya miji. Kwa mfano tukija specific kwenye mji wetu ambao tuko nao, unaitwa mji gani? Wa Mtoa Mbu. Mwaka 94 serikali ilitangaza Mtoa Mbu kuwa ni Mtoa Mbu Trading Center na ikaainisha mipaka yake. Kwa hiyo kwenye eneo letu ile la Mtoa Mbu tutakuwa na aina ngapi za ardhi? Kuna maeneo ya hifadhi yanafahamika, lakini zile ambazo zinatuhusu moja kwa moja zitabakia makundi mangapi? Mawili. Kuna ardhi ile ambayo ipo kwenye ndani ya mji wa Mtoa Mbu. Wale ambao wanashiriki vikao mwaka 2018-19 tulifanya mapitio ya mji wa Mtoa Mbu na tulifanya mipango ya matumizi bora ya ardhi ya vijiji vinavyozunguka kwa ufadhili wa hifadhi ya Manyara. Walitaka maeneo yote ambayo yanazunguka hifadhi yafanyiwe mpango wa matumizi bora ya ardhi, tukaainisha mpaka wa mji. Kwa hiyo kwenye maeneo yetu tukija maalumu kwenye vijiji vyetu hivi, kwa hiyo ardhi yetu itakuwa kwenye makundi mawili. Kuna sehemu ni ndani ya mji na kuna sehemu ndani ya nini? Ya vijiji. Kwa hiyo uhawilishaji kwamba ardhi yoyote itakayotoka kwenye kundi moja kwenda kundi nyingine, taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa kwenye uhawilishaji. Sasa tukitoka ardhi ya kijiji kuipeleka kuwa ardhi ya mji, lazima tuwe na taratibu zile kuanzia chini kwenye ngazi za vijiji. Itatolewa elimu, itapita zile kwenye vikao vyetu vya nyanja zile za kawaida. Kama ambavyo tunaelewa kwenye mamlaka za vijiji, mwenye hatua ya mwisho kabisa mwenye kusema kuhusiana na ardhi ni nani? Mkutano mkuu wa nini? Wa kijiji. Wakisharidhia itapandishwa ngazi kutoka kwenye hizo hatua za kijiji na kata, itaenda kwenye halmashauri ya nini? Ya wilaya kwa ajili ya kupata ridhaa ya mkutano ule wa wilaya. Baadaye itaenda kwenye ngazi zile za mkoa, kuna secretariat ya mkoa. Zamani ilikuwa tuna ofisi zile za ardhi kanda ya kaskazini, lakini kwa sasa kila mkoa una kamishna wa ardhi msaidizi. Itapita huko, baadaye itaenda kwenye ngazi ya wizara, lakini anayetoa kibali cha mwisho cha kuhawilisha ardhi kutoka kwenye kundi moja kwenda kundi nyingine ni Mheshimiwa Rais, ndio ambaye anaidhinisha kuhawilisha ardhi kutoka kundi moja kwenda kundi lingine. Nafikiri hapo tumeelewana kuhusiana na nini? Uhawilishaji. Lakini kitu kingine ambacho nitatolea ufafanuzi ni kuhusiana na umiliki wa ardhi. Umiliki wa ardhi, kila mmoja, iwe kampuni, iwe mtu binafsi au vinginevyo vyovyote, kuna asili ya mtu kupata ardhi. Anaweza akawa amerithi, anaweza akapata kwa kununua, anaweza akapata kwa wale ambao wazee wa zamani wanaelewa, kwa kufyeka pori ambalo liko pori, anafyeka zake, anaishi hapa, anakuwa amepata ardhi, au kwa njia nyingine yoyote, iwe kununua benki na mambo mengine kama hayo. Lakini sasa ieleweke kwamba hii ardhi kwenye nchi hii umiliki wake ni huko kwa Mheshimiwa Rais kama mdhamini wa Watanzania wote. Kwa hiyo sisi wengine wote tunaofuatia ni wapangaji wa ardhi ambayo umiliki ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo umiliki wa ardhi kwenye nchi hii tukiwa kama wapangaji imegawanyika katika vipindi vitatu: miaka 33, 66 mpaka 99, kutegemeana na mapendekezo ya mpangaji wa matumizi ambaye ndio afisa mipango miji wa nini? Wa wilaya. Kwa hiyo mtu anaweza kamiliki 33, 99 au 66. Hiyo ndio hatimiliki. Tukija kwenye hatua ya pili sasa, kwenye namna ya uwekezaji. Kwenye mambo ya uwekezaji yamegawanyika makundi mawili. Kuna wawekezaji ambao ni wazawa wa Tanzania. Yaani kampuni inaweza ikawa ya Kitanzania, sawa? Inakuwaje ya Kitanzania? Ni ile ambaye sasa mmiliki wa ile kampuni, yaani yule mwenye share kubwa akiwa Mtanzania. Kwa mfano mimi nikiwa Mtanzania na kameramani wangu hapa yeye akiwa wa taifa lingine lolote sio la Tanzania. Tukitengeneza kampuni, mimi nikiwa na share ya 51%, yeye akawa na 49%, hiyo kampuni inakuwa ni ya Kitanzania. Au akiwa Mtanzania mwenyewe au kampuni ikiwa nje, kuna hizo taratibu za uwekezaji. Kampuni ikiwa ya Kitanzania, ina maana ardhi ataimiliki kwa hali ile ya kawaida kama kampuni ya Tanzania. Lakini ikiwa kampuni ni ya nje,
atamiliki kupitia kituo cha uwekezaji ambayo ni TIC, Tanzania Investment Center. Kuna taratibu zao kule ambako wao wana maeneo yao wanayamiliki kwa hati. Yule mmiliki ambaye anakuja anapewa derivative right of occupancy, anapewa ile haki ya upangaji na kutumia ile nini, ardhi. Mkataba huu ulifanywa mwaka 2015 mwezi wa 8, ambayo ukipiga hesabu tulikubaliana miaka 15, ambayo mwekezaji huyu alijenga shule 2 ambayo na ofisi 1, ambayo tukipiga hesabu mkataba wake ulikuwa unaisha mwaka 2030 tarehe 13 mwezi wa 8, na mkataba wake unafanyaje, unakwisha. Kusikia miaka 33 kwenda 99 inanipa ugumu. Mkutano gani wa kijiji ambao uliidhinisha hilo, tarehe ngapi, mwisho ngapi, na wananchi walikuwa ngapi? Kwa sababu mheshimiwa, kijiji hichi cha Migombani kina vitongoji 7. Tukifanya hata watu, kila kitongoji kina watu 200 ni watu 1000 na alafu hapo inaonekana watu 30 na walipitisha 28 walipitisha miaka 33. Mwekezaji ina maana alitakiwa amalize mwaka 2030 then ndo aombe, si ndio? Aombe tena miaka hiyo ambayo amepewa miaka 10 na ngapi, 18. Miaka 18 amepewa, ameifanyia. Tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, haki yetu itakaporudi, sehemu yetu itakaporudi kama kijiji cha Migombani, tunaomba ihakikisho kwamba wananchi tunakijua na pia tujue matumizi yake na yatufae, angalau na sisi tufaidike. Asante Mkuu wa Wilaya.